Simba imeshinda ushindi wa bao 1-0, hiyo inaitwa rakamu la hadhi, ushindi wa bahati au namba ya bahati kwenye michuano ya kombe la shirikisho. Kwa hivyo nilikuwa nasema bado still Simba ana nafasi. Lakini ukija kwenye mchezo wenyewe husika, sababu nilikuwa nagusia tu historia, ukija kwenye mchezo wenyewe husika, Simba wanatakiwa wajirekebishe jamani. Simba ndio imetengeneza nafasi nyingi zaidi kwenye michuano hii ya kombe la shirikisho, nafasi 26. Nafasi nyingi zaidi ukicombine katika michuano hii edition hii ya CAF competition, maana yake Champions League pamoja na Confederation. Sababu kule kwenye Champions League Al Ahly ndio ametengeneza nafasi nyingi, nafasi 26 na nafasi 24. Simba ndo anaongoza nafasi 26. Simba katika nafasi 26 ameshindwa kutumia nafasi 20 kati ya hizo. Sasa hii sio jambo zuri, umeelewa? Leo Jean Charles Ahoua amepata nafasi nzuri ya kuweza kuongeza ushindi, amepata Steve Dese Mukwala the same, lakini mara nyingi Eli Mpanzu alikuwa anaingia ndani anajaribu kucreate nafasi, lakini mara nyingi pia leo accuracy yake kwenye kupiga mashuti ilikuwa ndogo. Na kingine mimi nimwangalia wa Stellenbosch, sawa? Mimi huwa naongea nikiwa na kitu na uhakika nacho. Wameruhusu magoli 17 kwenye Betway Premiership, si ndio? Katika hao mabao 17, mabao 9 kati ya hayo wamefungwa, progression imefanyika katikati ya uwanja, yani maana zinapigwa pasi katikati ya uwanja, penetration labda kwenye half space au eneo la katikati mpaka bao. Nimekuwa surprised kuona leo Fadlu amekuwa akishambulia zaidi maeneo ya pembeni, wakati hawa jamaa ndio wanaenjoy kukaba katika maeneo hayo. Kwa maana yake automatically Simba ilikuwa inakosa au inashindwa kuperform. Lakini by the way pia hata Simba ukijaribu kuifuatilia utagundua mabao mengi zaidi wamefunga kupitia eneo la katikati ya uwanja. Nimeshazungumza sana kwenye ligi, mabao 40 kwa asilimia 48.5 mabao yao wanayatengeneza kupitia eneo la katikati ya uwanja. Walikuwa wanacheza na timu ambayo inaruhusu kupitika kwenye eneo la katikati ya uwanja mpaka goli, mabao 9 kati ya 17. Sasa nimeshangaa kwa nini Simba ilikuwa inashambulia zaidi pembeni, Kapombe muda mwingi uko pembeni kuliko kwenye half space, na kuna muda alipokea of course mpira kwenye half space. Nafikiri ilikuwa ni pasi ya Jean Charles Ahoua akashindwa kuflick ule mpira vizuri kwenda golini, lakini hata angepiga pasi labda pengine ingekuwa bora zaidi. Lakini ndo haya naosema sasa kwamba kwenye second leg, sawa, kwenye second leg Simba Sports Club wanapaswa kufanya nini? Kutumia nafasi. Lakini at the same time hawa Stellenbosch sio timu ambayo inafunga sana mabao. Nimezungumzia kwamba Simba inakuwa timu ya kwanza kuwafunga, correct, lakini pia katika michezo minne ambayo wamecheza kwenye knockout tournament kwenye MTN pamoja na CAF Confederation. Kwenye CAF Confederation dakika 180 dhidi ya Zamalek wamefunga bao moja, kwenye MTN dhidi ya Mamelodi Sundowns katika 180 wamefunga mabao mawili. Kwa maana hiyo wana wastani wa kuruhusu, wana wastani wa kufunga bao at least bao moja tu kwenye mechi yao ya nyumbani, especially second leg. Kwa hiyo Simba wana nafasi ya kwenda kuzuia vizuri safu hii ya ushambuliaji ya Stellenbosch, sawa? Lakini kwa sababu tayari wana bao moja mkononi, hata kama wakipoteza 2-1 wana progress. Lakini jambo la kwanza, akili ya kwanza ya Simba katika mechi ya pili inapaswa kuwa kuzuia bao, yani wasiconcede bao. Hicho ndio kitu ambacho wanatakiwa wakifanye. Lakini by the way, mimi kama kawaida yangu, unajua nimekuwa nikiulizwa mechi iliyopita Simba wamepoteza 2-0 dhidi ya Al Masry away, nikasema nawapa nafasi Simba ya kuprogress, wameprogress. Hii pia nawapa nafasi Simba kuweza kuprogress. Mechi naiona ile inaisha bila. Sio kama kuna swali hapo. Mechi naiona inaisha bila. Swali langu ni kwamba mshambuliaji wao kinara, mshambuliaji kinara wa Stellenbosch hajacheza leo na hajasafiri kabisa na timu. Lakini hata mlinda mlango nambari 1 kwa maana goalkeeper ambaye ndo captain hajacheza. Hauzani kama huenda hii ikawa ni silaha ambayo ikabadilisha kabisa picha mchezo ambao utachezwa Durban? Jambo la kwanza, huyo mshambuliaji kinara unayemtaja bila shaka ni Ashley Kupido ambaye amefunga mabao 5 by the way kwenye Premiership Betway na assist 3. Lakini hajakosekana kwa sababu ya kimbinu, amekosekana kwa sababu aliumia katika mchezo dhidi ya Amazulu FC katika Betway Premiership, mchezo wao wa mwisho before kuja kucheza huu mchezo, na atakosekana takriban wiki 6 ilhali bado anaendelea kufanywa assessment. Kwa hiyo possibly tunamcount off. Lakini sio of course, lakini sio top scorer. Top scorer alicheza leo Divan Titus na kuweza kufurukuta. Kwa nini huyo Ashley Kupido? Lakini kwenye michuano hii hakufunga bao lolote huyo Kupido, ambaye amefunga mabao mengi zaidi kwenye michuano hii ni Andre Ernest De Jong ambaye amecheza yule mzungu, wanamuita mzungu. Amefunga mabao mawili, mabao mengine yote moja wamefunga. Sawa? Kwa hiyo sioni kama inaweza ikawa impact sana, kwa sababu sioni kama atacheza mechi ya pili. Serge Stevens ndo nimekuwa surprised kuona hajacheza, kwa sababu huyu tukumbuke huyu Masuluke aliruhusu mabao 5 katika mchezo dhidi ya RS Berkane, si ndio?
na katika hayo mabao matano, manne yote ilikuwa blanda yake yeye. Yani yeye ndo anafanya blanda mpaka Berkane anafunga mabao. Sasa nimekuwa surprised kuona ameintroduciwa kwenye mchezo na Simba imeshindwa kupata mabao zaidi ya mawili matatu. Lakini katika mchezo wa pili akicheza Serge Stevens, of course ni mchezaji ni mlinda lango ambaye amekuwa na performance nzuri, lakini sio to the permanent, kwa sababu ligi ya South Africa by the way inajulikana inawalinda lango wazuri wengi. Lakini kwa upande wa mnyama Simba naona kama wataweza kutumia nafasi zao vizuri ambazo zinatengenezwa, hata huyo Serge Stevens anaweza akafungwa, pamoja na kwamba ni bora na ndio captain wa kikosi, lakini sioni kama hiyo kukosekana kwao inaweza ikawa ina impact katika mchezo wa pili. Kuna tatizo lolote kwenye kikosi cha Simba kutokupata goli kwenye kipindi cha pili, kwa sababu tumeona ni takriban mechi 3 hatuoni Simba ikipata goli kwenye kipindi cha pili, bali ni kipindi cha kwanza kishindikana na kipindi cha pili kwa Simba. Of course swali zuri sana. Hilo ni tatizo by the way, lazima tukiri, lakini nafikiri pia ni Simba mara nyingi huwa inatumia nguvu kubwa au intensity yake katika michezo huwa inatumika zaidi katika kipindi cha kwanza, na ndio maana unaona wachezaji wanatumia energy kubwa sana kipindi cha kwanza. Automatically energy nyingi inapotumika katika kipindi cha kwanza, kipindi cha pili energy ita drop. Energy ikidrop unajikuta unaweza ukashindwa kutengeneza nafasi nyingi katika mchezo husika. Lakini by the way pia muda mwingine naweza nikasema hata substitution za kocha muda mwingine zinakuja kuua mchezo. Sio mara zote, lakini kwa mfano katika ukijaribu kureview katika mchezo wa leo, substitution ya kuingia Joshua Mutale sikuona kama imelipa. Ingawa mimi nimeielewa kwa sababu nilizungumza katika interview iliyopita nikasema hawa Stellenbosch huwa wanaruhusu mipira kupita kwenye nyuma ya safu yao ya kiungo, na Joshua Mutale ukijaribu kuangalia mabao ambayo yametengeneza pale Simba akiwa kwenye kikosi, kwa mfano katika mchezo dhidi ya Azam FC ndo aliweza kupokea mpira nyuma ya safu ya kiungo ya Azam akapiga kwa Ahua aliotoa assist kwa Ateba, si ndio? Maybe alikuwa anajaribu kuexploit hicho kitu kwamba ampange Mutale acheze nyuma ya safu ya kiungo ya Stellenbosch na Mutale aweze kuprogress mipira na kuwalazimisha labda Stellenbosch wakae nyuma eneo lao muda mwingi wa defend. Lakini haikumlipa kwa sababu amekuwa na papara nyingi na muda mwingine amekuwa akipoteza sana mipira, manake confidence yake haijarudi. Sasa unavokuwa unaweka substitution ambayo inaweza kakill mchezo na isipokulipa, manake timu inaweza isipate goli kipindi cha pili. Lakini by the way naamini kadri muda unavyozidi kwenda Simba inaweza ikaanza kufunga mabao kipindi cha pili. Utofauti wa mchezo wa leo wa Stellenbosch na Simba hapa Amani na mchezo wa Simba na Al Masry Benjamin Mkapa. Utofauti ni mkubwa, umeelewa? Utofauti wa mechi ya Al Masry kwanza, Simba walikuwa wanadaiwa magoli mawili. Kwa hiyo hata jinsi ambavyo wamekuwa wakishambulia ilikuwa ni muda mwingi wa mchezo. Leo nafikiri umejionea Simba wanaongoza bao moja, Pinpin Kamara anajaribu kuslow tempo ya mchezo, anapigiwa mipira muda mwingine anajaribu kukaa tu kwenye anajaribu kama kupoteza muda, kuibia muda. Sasa katika mchezo dhidi ya Al Masry hicho kitu hakikuwepo. Maana yake muda mwingi Simba walikuwa wana flow na attack. Hicho nafikiri umekiona hata wewe. Lakini mengi naona yanafanana. Umeelewa? Mengi yanafanana kwa sababu hata mchezo wa leo ulikuwa una demand mabao. Ni asilimia ngapi sasa unamuona Simba akienda kwenye hatua ya fainali? Asilimia 70. 30 na mwachia Stellenbosch. By the way, najua hilo, nimeshazungumza. Sawa bwana, mimi nataka tumalize kwa dakika moja kutazama timu zetu ambazo zitawakilisha michuano kimataifa bao moja. Lakini uzuri ni kwamba historia kwenye michuano ya kombe la shirikisho inaonyesha ukishinda bao 1-0 kwenye first leg ni bao la bahati. Waarabu wanakuambia raqamul arab. Umeelewa? Yaani manake namba ya bahati. Si unanielewa? Kwa sababu gani? Kwa sababu historia inaonyesha toka msimu wa 2014-15 mpaka leo tunavyozungumza, timu nyingi ambazo zimeshinda first leg bao 1-0 zinakwenda mechi ya pili zinapata matokeo ya kuweza kufuzu kwenda hatua inayofuata kwenye nusu finali. Kuanzia mwaka 2014-15 ambapo ilifanya hivyo Orlando Pirates imeshinda 1-0 dhidi ya Al Ahly katika uwanja wa Orlando Stadium, wanaenda New Suez Canal wanashinda kwa mabao 3-4. Al Ahly wanatangulia mabao 2 yanafungwa na Malik Noma, alafu baadaye wanapindua matokeo wanashinda 4-3. Inakuwa kwa mara ya kwanza kwenye historia Al Ahly anapinduliwa akiwa anaongoza mabao 2 katika ardhi ya nyumbani. Haya, achana na hiyo. Tunakuja msimu wa 2016-17. Kitu kama hicho kinatokea kwa TP Mazembe. Anashinda mechi ya kwanza bao 1-0 pale Stade Mazembe dhidi ya FUS Rabat ya kutoka nchini Morocco. Anakwenda Morocco katika dimba la Stade Hussein Al Almi. Anapata of course anapata sare ya bila mabao, anakwenda hatua ya finali. Sina nilea anaenda kucheza na Super Sport United.
Inatokea tena scenario kama hiyo mwaka 2018 19. Sio, mnanielewa? Mwaka 2018 19 hawa Zamalek wanacheza na Etoile du Sahel. Mechi ya kwanza inafanyika katika dimba la Bodi Al Arab. Zamalek anashinda kwa bao 1-0. Mechi ya pili inamalizika kwa sare ya bila mabao. Scenario ambayo imewahi kutokea, mtu amepata bao 1-0 alafu akaenda ugenini akashindwa kuperform, ni mwaka 2021 22 ambao Mazembe ndo alituangusha, akapata bao 1-0, kaenda Stade de Berkane Municipal akapigwa kipigo cha mabao 4 kwa moja. Kwa hiyo ukijumlisha matukio utagundua kwamba michuano hii ukishaongoza kuna possibility kubwa unaenda kwenye second leg unaenda kushinda, especially unaposhinda 1-0, kwa sababu nimesema ni namba ya bahati. Namba ya bahati kwenye michuano hii. Kwa hiyo ni jambo la msingi.